Tusighurike kwa rangi zetu, kwamba Muislamu kwa sababu ya rangi yake akafurika akamdharau mwenzake. Muislamu asighurike kwa sababu ya cheo chake, kwa sababu ya cheo chako ukamdharau mwenzako. Muislamu asighurike kwa sababu ya mkoa anaotoka, kwa sababu ya nchi anayotoka. Hivi umejiuliza ni hikima gani Mwenyezi Mungu ameiweka kwa wanadamu duniani? 99% na kuendelea, wanadamu 99% wana nywele nyeusi lakini wana nyayo nyeupe. Umejiuliza ni kwa hikima gani Mwenyezi Mungu ameweka 99% ya wanadamu ulimwenguni wana nywele nyeusi, wana nyayo nyeupe? Kuna mwanadamu na nyayo nyeusi? Kwa hiyo mtu asighurike kwa sababu ya kumdharau mwenzake eti kwa sababu ya rangi, eti kwa sababu ya cheo. Mwanadamu anakuwa ni mwanadamu mwema kwa sababu ya vitendo vyake. Uislamu ni mfumo mzima maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo kila hatua unayoipiga unatakiwa maisha yako yawe ni ibada. Pale wauza, pale wauza hali ya kuwa Uislamu uko na wewe. Mchuuzi wa samaki akiwa anachuuza samaki, pale anachuuza samaki, Uislamu upo na yeye. Mkulima akiwa analima, pale anapouza mazao yake, Uislamu uko na yeye. Imamu akiswalisha, pale anaposwalisha, Uislamu upo na yeye. Hakuna wakati Muislamu yuko pembeni, Uislamu uko pembeni. Hakuna wakati huo. Kila unalolifanya lifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Islam, nimalizie kwa kisa kidogo. Bwana mmoja alimfuata mwanawe kitandani saa 12, akamfuata mtoto yuko kitandani kalala. Baba akampiga mtoto, baba, hii ni saa 12, jiandae uende shule. Mtoto akamgeukia baba yake, amuuliza, limadha, paniamshe niende shule, faida yake ni nini? Nini maana ya kwenda shule? Baba pafundishwa hapa, mtoto akikuuliza watakiwa umjibu. Baba wengine kama hapo ndo mtoto kashakula mabao kama 7 hivi, mimi nakuamsha uende shule, aniuliza kwa sababu gani? Kaa naye kwanza umueleweshe kwa nini watakiwa kwenda shule. Amwambia baba, watakiwa kwenda shule ili usome mpaka form 4. Mtoto amuuliza, nikishamaliza form 4 utafaulu, utakwenda form 6? Nikifika form 6, baba endelea tukuzungumza na mwanawe, utafaulu, utakwenda chuo. Baada ya chuo uta graduate, utapata shahada. Vizuri baba, nimepata shahada. Baada ya kupata shahada mwanangu, utapata kazi. Utapata shahada, utapata kazi yako nzuri. Mtoto enda naye tu. Baada ya kupata kazi nzuri, baba amwambia mwisho wa mazungumzo yao, baada ya kupata kazi nzuri utapata pesa. Baada ya kupata pesa utastarehe. Mtoto akamwambia baba yake, baba, kumbe jaramba lote unalolipigia mwisho wa mazungumzo yetu ni mimi kustarehe. Basi mimi nimestarehe hapa, niko kitandani, kama wewe ndio wanipa tabu. Kwa hiyo kama mimi nende nirudi, mwisho wa yote ni kustarehe. Mimi nimestarehe hapa. Kwa hiyo hadithi zetu ziishie mimi na wewe hapa. Mimi hapa nilipo nimestarehe. Haja gani sasa mimi kwenda shule? Kumbe nikienda shule nikarudi, mwisho nitapata pesa, mwisho nikustarehe. Mimi nimestarehe baba. Alhamdulillah, nashukuru Allah. Wewe niache mimi na starehe yangu. Kama wewe unaonipigia kelele ni kwenda huko ili mwisho ni starehe, mimi nimestarehe hapa. Angalia hizi fikra tunazozijenga. Lakini kama huyu mtoto tungemjenga tangia mwanzo, kusoma kwako ni wajihillah, ni kwa ajili ya kutaka radhi za Mungu, asingefika katika hatua ya kustarehe. Lakini je, tumewatengeneza watoto hao kwamba ile kuanza nasari malengo yake makubwa yawe asoma kwa ajili ya Allah? Tumewatengeneza watoto hao? Mtoto yoyote uliomtengeneza leo ukimuuliza atakwambia yale ya ulimwengu. Lakini kwanza tuwatengeneze watoto ili ajue lengo lake la msingi ni kusoma kwa ajili ya Mungu. Wanasema moyo wa mtoto kal ardhin khaliya, ni kama ardhi iliyokame. Chochote utakachokitupa kabilatuhu itapokea. Kwa hiyo ukianza kumfundisha kwamba malengo yako ya msingi ni kuwa fulani, akili yake itajenga hivyo ni kuwa fulani, hata eka lile lengo la msingi kwamba nalifanya kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo tukufu Islam, kila mmoja katika mimi na nyinyi wenzangu tunanisikiliza, tuzitengenezeni funga zetu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Tuzitengenezeni sadaka zetu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu.
Tuzitengenezeni swala zetu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, tuzitengenezeni amali zetu zote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa rehema yake na kwa ukarimu wake na kwa ukubwa wake, kama ambavyo tumekusanyika katika msikiti huu, atukusanye tukiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu akubali saumu zetu, Mwenyezi Mungu akubali sala zetu, Mwenyezi Mungu akubali ibada zetu zote. Kwa hayo machache niseme, waffaqana Allahu lima yuhibbu wa yarda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.